Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kumpongeza sana msajili wa vyama vya siasa kwa kuona umuhimu wa kuja kufanya warsha hii, hasa katika muda huu ambao kwa bado siku chache tu tutakiwa tuwasilishe fomu za gharama za uchaguzi. Imetusaidia sana kuwapa taaluma watendaji wetu wa vyama vya siasa namna gani ya kujaza kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo elimu tumepokea vizuri na tumefahamu vizuri. Ni imani yetu kwamba vyama vyote vya siasa vitaweza kukamilisha matakwa haya ya kisheria. Kwa hivyo sisi tayari kwa upande wetu wengi wameshaanza kujaza. Kwa hivyo leo ilikuwa kama kuja kukumbushwa tu namna gani ya kujaza vizuri. Lakini kuna jambo moja lilijitokeza hapa, kuona kwamba ofisi hii ya msajili ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini fomu hizi hazivuki maji kwenda Zanzibar. Na ukiangalia Zanzibar kuna mgombea urais wa Zanzibar, kuna wagombea wa baraza la uwakilishi Zanzibar, kuna wagombea wa udiwani Zanzibar. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna kila haja na sababu kufanya marekebisho madogo ya hii sheria, kwa sababu unaposema sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwezi kubagua pande moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo wameuliza washiriki na wamejibiwa. Kwa hivyo tunategemea kwamba sisi kama wadau wa vyama vya siasa tutakaa na msajili kuweza kushauri na kuweza kujadili na halafu kuishauri serikali kwamba sheria hii iwe ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo ni imani yetu kwamba uchaguzi utakokuja wa 2030 basi viongozi wengi watakuwa wameweza kukamilisha na kupata uelewa wa kutosha. Kwa sababu shida inakuja moja, shida inakuja kila mwaka wa uchaguzi, baadhi ya vyama vingi wanapata wagombea wapya wa ubunge, wanapata wagombea wapya wa uraisi, wanapata wagombea wapya wa udiwani. Sasa bahati mbaya, changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi wa 2025, baadhi ya wagombea unapowaeleza kwamba kuna fomu ya gharama za uchaguzi anaipokea, lakini unapomwambia fungua akaunti alafu wasilishe hiyo akaunti ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, wanakuwa uelewa wao mdogo. Wao mategemeo yao wanategemea kuna hela watalipwa, kuna pesa itaingizwa kwenye hizo akaunti zao. Changamoto tulizozipata viongozi wa vyama vya siasa uchaguzi huu wa 2025, wale wagombea ubunge wote na wagombea udiwani wote, tegemeo lao ni kwamba baada ya uchaguzi kutakuwa kuna fedha wanarejeshewa. Kumbe ile ni fomu ya gharama ya uchaguzi. Wewe kama mgombea unatakiwa uijaze, ueleze pesa ulivyotumia kwa mujibu wa sheria na ueleze fedha zile umezipata vipi. Na ndio maana ukaambiwa ufungue account ili pesa zako zisome kwamba pesa hizi zimeingia kwenye account sababu hii na zimetoka kwa matumizi haya. Kwa hivyo sasa hivi kwa hati mbaya kuna baadhi ya vyama vingi vya siasa vimeingia kwenye migogoro ya uongozi kutokana na kwamba changamoto hii ya gharama za uchaguzi. Baadhi ya wagombea walitegemea pale walipoambiwa leteni namba zenu za akaunti, wao walifikiri watataka kuingizwa fedha. Lakini sasa baada ya uchaguzi wakaona hakuna fedha. Kumbe sio hivyo. Kumbe wao watakiwa wafungue zile akaunti, pesa za gharama za uchaguzi waweke huko kwenye akaunti na watoe zile pesa watumie, baadaye wapeleke mrejesho ofisi ya msajili. Kwa hivyo leo tumepata taaluma hapa nzuri, itatusaidia sisi kama vyama vya siasa.